Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Bana, siku leo katika siku muhimu ya msanii Diamond Platnumz, msanii Zuchu amezua gumzo kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii baada tu ya kuposti ujumbe wake ukiwa unazungumza ni kwa namna gani anampenda msanii Diamond Platnumz, lakini pia namna ambavyo ameweza kuposti picha ambazo sisi binafsi tulikuwa hatujawahi kuziona. Kuna baadhi ya video ambazo siku ya leo msanii Zuchu ameamua kuziachia katika peji yake ya Instagram, na video hizo zikionyesha wazi kwamba wakiwa eneo la faragha pamoja na msanii Diamond Platnumz. Kuna baadhi ya mashabiki mara nyingi sana huwa hawaamini kwamba Diamond pamoja na Zuchu hao watu wameoana ndoa kabisa, wengine wakiwa wanadai ndoa yao ni ya makaratasi tu na msanii Diamond yupo kwa faida tu kwa msanii Zuchu, na ndio maana basi wameamua kuoana ili mradi tu mashabiki waendelee kuwashabikia. Lakini tunaweza kusema penzi la Diamond pamoja na msanii Zuchu bana ni la kweli kabisa, kwa sababu ukiangalia hao watu namna ambavyo wanaishi lifestyle yao kuanzia mwanzo mpaka hapa walipofikia, basi tunaweza kusema hili penzi lina ukweli ndani yake, na wala sio kama ambavyo maneno yanazungumzwa kwenye mitandao ya kijamii. Ukiangalia ni kwa muda mrefu sana tangu Zuchu awe na msanii Diamond Platnumz. Kama kweli wangekuwa hawana malengo, basi tungesikia tu tetesi kwamba Zuchu ana mwanaume, Zuchu tayari kapata kipenzi kipya. Sasa kutokana na zile story ambazo zilikuwa zinazungumziwa kwenye mitandao ya kijamii hivi juzi kati wiki iliyopita kuhusiana na kwamba Diamond eti ameoa mke wa pili na mtu ambaye amemuoa basi ni mtangazaji Alia, ni kama vile Zuchu aliamua kuacha ili swala lipite, lakini pia aliamua kulipotezea, kwa sababu ukiangalia baadhi ya maneno ambayo yanazungumzwa kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na wasanii, kuna mengine ni ya kweli, lakini pia mengine ni ya kuzusha tu. Ukiangalia namna ambavyo Juma Lokole alizusha ile taarifa, ilifika mbali zaidi mpaka kufikia hatua mtangazaji Maimartha anaanza kupiga simu kwa mama yake na Zuchu ambaye ni Rijakopa, lakini pia kupiga simu kwa mama Dangote kutaka kujua ukweli uko wapi. Kuna ukweli ndani yake kwamba Diamond kweli kaoa mke wa pili au kuna kitu gani ambacho kinaendelea? Lakini pia tunashindwa kuelewa huyo Zuchu amekosea nini basi watu, au tunaweza kusema amewakosea nini mashabiki zake. Kuna baadhi ya mashabiki ambao wanamshabikia Zuchu kuwa na Diamond, lakini pia kuna baadhi ya mashabiki hawapendi Zuchu awe na msanii Diamond, wengine wakiwa wanadai hawaendani, wengine wakiwa wanadai bana Zuchu hapendezi kweli akiwa na msanii Diamond Platnumz. Sasa tunaweza kusema Zuchu ni Mrs. Nasibu, na wala hilo swala haliwezi kubadilika. Siku leo ni birthday ya msanii Diamond Platnumz, na msanii Zuchu ameweza kuposti picha ambazo walikuwa faragha na msanii Diamond Platnumz, lakini sio picha tu, ameweza kuposti na video. Sasa comments zikawa ni nyingi sana, wengine wakiwa wanadai labda anataka kumchoma roho mtangazaji Alia, lakini pia wengine wakiwa wanadai bana kwa nini aweze kuposti video wakiwa chumbani na msanii Diamond Platnumz. Hayo ni maswali ya Zuchu, au tunaweza kusema Zuchu mwenyewe anajua ni kwa nini amefanya hivyo, lakini tunaweza kusema huenda kweli anafikisha ujumbe kwa mtangazaji Alia kwa namna moja ama nyingine. Kama hizo story ambazo zinazungumzwa kwenye mitandao ya kijamii na ukweli ndani yake, basi aelewe kwamba anapoingia ni pabaya. Zuchu kuwa mke mwenzake ni jambo ambalo haliwezekani. Ujumbe ambao Zuchu ameweza kuposti katika peji yake ya Instagram, ameweza kuandika leo kazaliwa kiboko yangu, bosi wangu, hero wangu, mentor wangu, msimamizi wangu, danga langu, last say wangu, mchuchu wangu, boyfriend, mume wangu. Majina yote siku ya leo msanii Diamond ameweza kupatiwa. Sasa baada ya kumpatia majina yote hayo, akaendelea na ujumbe ambao ameweza kuandika. Ameandika kwa lugha ya Kiingereza, lakini ngoja nikusomee kwa lugha ya Kiswahili. Ameandika, ninapoahidi kuwasha moto kichwa chako na kupata ujasiri wako wa mwisho milele, natamani pia kukutakia siku njema ya kuzaliwa shununu wangu. Akasema hii ni fil dunia wal akhira, kwa hiyo wajiandae na kupenda mume wangu, enjoy your day, huku ukikumbuka kuwa you are the god. Akasema and I remembered, please return my gifts, you already have me, so you don't need. Akasema akamtagi pale msanii Diamond Platnumz. Unaweza kuona ni ujumbe
mfupi sana, lakini una maana kubwa sana kwa msanii Diamond Platnumz. Unaweza kuona Zuchu ameweza kukaa chini na kuanza kuandika huu ujumbe, lakini pia picha ambazo ameweza kuposti moja kwa moja mtangazaji Aaliyah ana wasiwasi mkubwa tunaweza kusema, lakini pia mashambulizi yameweza kumrudia kwa upande wa kwake. Hizi story ambazo zinazungumzwa kuhusiana na mtangazaji Aaliyah bana, tusizichukulie poa, kwa sababu ikumbuke wazi Aaliyah aliwahi kuwa na mahusiano na msanii Diamond Platnumz, na hili swala ambalo linazungumzwa kwamba Aaliyah ameolewa mke wa pili, huenda Diamond amekanusha tu ili mdada tu kuweka sawa pamoja na mke wake Zuchu, kwa sababu unaambiwa kaka wa Diamond Ricardo Momo alienda kumuolea Diamond bila hata Zuchu kupewa taarifa. Sasa baadaye msanii Diamond akaona kama vile siku yake ya kuzaliwa itaharibika, akaamua kuja kukanusha siku ya jana kupitia peji yake ya Instagram na kuandika ujumbe kwamba yeye hajaoa mke wa pili na wala hawezi kuoa mke wa pili kwa sababu tu anampenda mke wake kipenzi ambaye ni msanii Zuchu. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Unafikiri huu ujumbe au namna ambavyo Zuchu ameweza kuposti hizi picha za mahaba pamoja na mume wake alikuwa kweli anamlenga mtangazaji Aaliyah au ameamua tu kuposti kimpango wake? Lakini mashabiki namna ambavyo wamecomment hapo, wengine wamezungumza kuhusiana na hilo swala kwamba sasa hivi Aaliyah ndiye ambaye anaumia kwa sababu mashambulizi yameweza kurudi kwa upande wa kwake, na Zuchu anaenjoy kweli kweli pamoja na mume wake kipenzi msanii Diamond Platnumz. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, like na turn on notification ili uweze kupata habari zetu za kiburudani.